Karibu sana, karibu sana. Habari ya wakati huu. Tumia nguruwe kuzuia wezi, kuzuia uchawi. Nguruwe ni mnyama na nyama yake inapendwa sana na baadhi ya watu, lakini kuna baadhi ya madhehebu kama Wasabato, Waislamu na kadhalika hawaruhusiwi kula huyu mnyama. Sasa hapa siongelei kumla, ila ninaongelea kumtumia nguruwe kuzuia uchawi, kuzuia uwezi katika nyumba yako. Unaona, eneo unapoishi. Nilipigiwa simu na kijana mmoja. Huyu kijana aliwahi kuwa mwanafunzi wangu, nilikuwa nafundisha zamani, nilikuwa nafundisha tiba za kutibu magonjwa. Akaniambia yeye mama yake ni mfugaji, anafuga ng'ombe wa maziwa, lakini kila mwaka lazima apoteze ng'ombe mmoja, na imekuwa ikijirudia mara kwa mara, mara moja kila mwaka lazima apoteze ng'ombe. Kwa hiyo leo nitaelekeza remedy kwa ajili ya kuzuia wezi pamoja na wachawi. Na tutatumia nini? Tutamtumia mnyama aina ya nguruwe. Jinsi ya kumtumia, endelea kuwa karibu nami, na kwa watu ambao ni wageni katika channel hii, naitwa Tabibu Royce na naamini katika sheria nguvu za asili na ulimwengu, yani universe. Naamini kwamba ndani yako kuna kila kitu na hatubagui dini ya mtu katika channel hii. Sasa lakini pia tunafanya huduma za uponyaji, tunatibu magonjwa sugu mbalimbali na tunatuma kokote duniani. Sasa turudi kwenye topic yenyewe. Unaaminije, unawezaje kumtumia nguruwe kwa ajili ya ulinzi, kufukuza majini, kufukuza wachawi, kufukuza wezi, kila aina ya barabara na mikosi? Utatakiwa na vitu hivi viwili. Kitu cha kwanza, unatakiwa uwe na mfupa wa nguruwe. Chukua mfupa mkubwa wa nguruwe, na huyu nguruwe awe hajapikwa, sio umeshapika, umekula chakula, umeshamla, alafu ule mfupa ndo unachukua. Kitu kilichopita kwenye moto kimekufa. Hakikisha anakuwa ni yule nguruwe aliyechinjwa. Toa mfupa. Ukishatoa mfupa, kabla hata hujaipicha kwenye moto kuupika au kuchoma, nunua na mafuta ya taa kiasi cha lita 1. Mafuta ya taa kwa watu wengine wao waelewi, ni kerosene. Nenda Sheri wanapouza mafuta ya magari, uliza kerosene, mafuta ya taa. Kwa Tanzania yanajulikana. Unaona, uwe na mafuta ya taa kiasi cha lita 1 na mfupa nguruwe mmoja. Kwa hiyo itategemea sio na nyumba ngapi unataka kuweka. Unaona, ukishachukua mafuta ya taa na mfupa mmoja wa nguruwe, amka usiku, kuanzia saa kabla hujalala usiku, fanya dua yako, mwambie Mwenyezi Mungu, huyu mnyama huyu ulimuumba wewe. Kumbuka binadamu hakuna aliyeumba kitu chochote. Kila unachokiona duniani, kila unachokiona katika universe kimeumbwa na Mungu. Vipo vya kimwili na kuna cha kiroho chake. Naona, amka usiku kuanzia saa 6 usiku au kabla hujalala, simama katikati ya uwanja wako. Utafanya katikati ya uwanja na nyuma ya nyumba. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mifupa 2 au 3 katikati ya uwanja unapoishi na nyuma ya nyumba yako. Utachukua mafuta ya taa na mfupa wa nguruwe, chimba shimo dogo, tumia jembe kuchimba shimo dogo katikati ya uwanja wako. Weka ule mfupa ndani ya nguruwe, ndani ya hicho hilo shimo, lisiwe shimo kubwa sana. Chukua na mafuta ya taa kiasi cha lita 1, mimina mle. Sema naweka alama ya ulinzi katika nyumba yangu. Hakuna mwizi ataingia hapa. Hakuna jambazi ataingia katika nyumba yangu. Hakuna mchawi ataingia katika nyumba yangu. Kitu chochote kibaya hakitakanyaga katika nyumba yangu. Afukia. Kisha nenda tena nyuma ya nyumba. Chimba. Hasa wale ambao mnaenda kwa vigae mpaka uani, mpaka pevi nyumba nzima, itakuia vigumu kidogo. Kwa sababu kama umeweka pevi ama vigae, itabidi ubomoe kwa sababu ni katikati ya uwanja kwa nje ya nyumba. Na nyuma ya nyumba fanya hivyo hivyo. Chimba nyuma ya nyumba, weka mfupa wa nguruwe, mimina na mafuta ya taa pale. Fukia. Na utafanya hizo zoezi mara moja kila baada ya miezi 6, unarudia tena. Kila baada ya miezi 6 unarudia tena. Hii ndio dawa kubwa ya kuzuia wizi kwenye nyumba yako, kwenye mifugo yako. Kama una sehemu una shamba, unataka kafanya katikati ya shamba na nyuma ya shamba. Kama nilivyoelekeza, mfupa nguruwe hajapikwa wala kuchomwa, pamoja na mafuta ya taa. Inazuia uchawi sana wote. Si
Mtu umelima mazao yako, unavuna si mazao kidogo, wengine wanasema vijicho, wezi, majambazi, vitu vyote vya kutishatisha, mfupa wa nguruwe unazuia kabisa. Kumbuka ni mfupa wa nguruwe pamoja na mafuta ya taa. Mtazamaji wangu, mimi ni tabibu wako naitwa Royce, lakini pia huwa ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Kwa magonjwa yote sugu, ukiwa na ugonjwa wote sugu, changamoto yote ya magonjwa sugu, nakusihi sana nipigie simu, na dawa zangu huwa ni siku 7 mpaka miezi miwili. Miezi miwili labda ni magonjwa makubwa kama stroke ama magonjwa makubwa, lakini asilimia kubwa ni dozi za mwezi mmoja. Njoo WhatsApp, na unaponitumia message andika message moja, usinitumie audio voice, bora nipigie simu ama andika message. Ndani ya risali moja nitakuwa nimeshakujibu. Asante kwa kunitazama. Mungu akubariki sana. Usahau kulike, share na kusubscribe. Hadi kwa vipindi vingine. Bye.